Wakati waheshimiwa viongozi tuliobakia na wageni waalikwa, naomba tukae. Kiapo cha Jaji Mkuu wa Mahakama ya Tanzania George Mcheche Masaju. Mimi George Mcheche Masaju naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi George Mcheche Masaju naapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya Jaji Mkuu, na nitafanya haki kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mila, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Na sasa Mheshimiwa Rais, naomba umridhie Katibu Mkuu Kiongozi aweze kuketi. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania. Mheshimiwa Jaji Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu mstaafu wa Tanzania. Mheshimiwa Jaji Hamisi Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar. Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, Waziri wa Katiba na Sheria. Mheshimiwa mawaziri pamoja na manaibu mawaziri mliopo. Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma. Mheshimiwa Hamza Saidi Johari, Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Mheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani. Mheshimiwa Sivangilwa Mwangesi, Jaji wa Mahakama ya Rufani mstaafu na Kamishna wa Maadili. Jaji Kiongozi Mheshimiwa Dr. Mustafa Siani. Waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu, Msajili wa Mahakama Tanzania Profesa Elisante Ole Gabriel, Mtendaji Mkuu wa Mahakama. Ndugu Majula Mahendeka, Katibu Mkuu Ikulu, na makatibu wakuu wote mliopo. Nitambua pia uwepo wa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Natambua uwepo wa wakili msomi Boniface Mwambukusi, rais wa Chama cha Wanasheria wa Tanganyika. Natambua pia viongozi wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Karibuni Ikulu Chamwino, Dodoma. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mara baada ya kumaliza kiapo kwa Jaji Mkuu wa Tanzania, kwa heshima na taadhima, naomba sasa ruhusu kinachoendelea ni salamu kutoka kwa viongozi. Na sasa nachukua nafasi hii kumkaribisha Mheshimiwa Jaji Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, aliyemaliza muda wake kwa ajili ya salamu fupi. Karibu sana kiongozi wetu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge, Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Jaji Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufani, Mheshimiwa Dr. Mustafa Siani, Jaji Kiongozi, waheshimiwa majaji wa Mahakama Kuu, Mheshimiwa Balozi Moses Kusiluka, mtendaji mkuu wa mahakama Elisante Ole Gabriel, msajili mkuu wa mahakama Eva Nkia, Mheshimiwa bila kumsahau Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, mkuu wa mkoa wa Dodoma na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa mawaziri na wote ambao mmehudhuria hafla ya leo. Leo kwa kweli ni siku ya shukrani. Siku ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kukuongoza wewe Mheshimiwa Rais kuweza kumtafuta, kumpata, kumteua na kumwapisha Jaji Mkuu wa 9 tangu nchi yetu ilipopata uhuru mwaka 1961, ambaye si mwingine bali ni George Mcheche Masaju. Ingawa ni rahisi sana kuorodhesha Watanzania wengi ambao wana sifa za kuwa jaji mkuu, lakini sio rahisi kumpata mtu ambaye anakidhi kigezo cha kuweza kuwa jaji mkuu kwa wakati uliopo. Kwa hiyo haikuwa kazi rahisi kwako Mheshimiwa Rais, naamini hivyo, kwa sababu mwaka 1965 wakati baba wa taifa alivyokuwa akitafuta jaji mkuu, wakati huo jaji mkuu alikuwa ni Mwingereza, alikuwa anaondoka na nchi yetu ilikuwa uhuru. Alipata wakati mgumu sana kupata jaji mkuu Mtanzania. Ilibidi aende katika nchi ya Trinidad na Tobago ndio aliweza kumpata jaji mkuu ambaye ni Philip Georges kuweza kuchukua ile nafasi. Pili, binafsi siku ya leo kwangu ni siku ya kumshukuru Mungu kwa kuongoza wewe Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na hayati Dr. John Pombe Magufuli vile vile kuniona kwamba ninafaa kuwa jaji mkuu wa 8 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia mwaka 2017 hadi saa 4:10 leo tarehe 15 mwezi wa 6 na 2025, kwa sababu hizi nyakati ni muhimu sana, kwa sababu inaweza kutokea changamoto ya kisheria nikajikuta nafanya kazi ya jaji mkuu wakati muda umepita. Kwa hiyo ilibidi niangalie muda na kujua kwamba kwa kweli muda umepita. Kwa hiyo tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutuwezesha kupata jaji mkuu. Na kushukuru sana pamoja na kunipa mazingira ya kufanya kazi ya jaji mkuu. Uliniwezesha. Ule uwezeshaji kwa kweli ulikuwa ni mkubwa sana. Uwezeshaji ambao ulileta utulivu wa hali ya kipekee katika mahakama. Na hilo ndio somo ambalo nitamuomba ndugu yangu George Masaju kwamba usiache kuangalia jicho la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu yeye ndio mdau mwezeshaji. Na kwa kweli ametuwezesha sana sana sana, na haya yote mnayoyaona sio nguvu yangu au nguvu ya majaji, ni nguvu ya uwezeshaji. Tatu, naomba nimpongeze sana Mheshimiwa Jaji Mkuu George Mcheche Masaju. Tumefahamiana muda mrefu sana. Juzi nilipokutumia ujumbe wa salamu, ulinikumbusha maeneo mbalimbali ambayo kazi zetu zilikutana, tuliweza kufanya kazi kwa pamoja tangu enzi zetu huko chuo kikuu. Wakati ule vile vile ukuwa mshauri wa Rais Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, na wakati huo ndio tulianza ule utaratibu kwamba wananchi wengi huwa wanakuwa na dukuduku nyingi kuhusu mahakama, malalamiko, mambo mbalimbali. Sasa uliweka utaratibu ambao wananchi wanamuomba Mheshimiwa Rais hebu ingilia shughuli za mahakama, lakini ukaweka utaratibu kwamba panapotokea changamoto yote kuhusu mahakama, unakuja mahakamani, unaonana na viongozi wa mahakama, tunatoa ufumbuzi.
Kwa hiyo inakuwa ni Mheshimiwa Rais amejibu ametoa utatuzi, lakini vile vile kwa kushirikisha mahakama ya Tanzania. Kwa hiyo mimi nakushukuru sana, na wewe sio mgeni katika kazi ya kimahakama. Umefanya kazi ya ujaji, umefanya kazi ya jaji wa rufani, umekuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, umekuwa mwanasheria mkuu wa serikali ambaye unafanya kazi katika tume ya utumishi wa mahakama kama mjumbe. Kwa hiyo mahakama sio ngeni kwako kabisa, na ni kama ndege ambayo inataka kutua, runoff ni ndogo. Wewe uhitaji runoff ndefu ili upae. Utakimbia tu kidogo utapaa, na sisi tunakuombea kwamba utakapokuwa unapaa tutasaidia ufikie hayo malengo ambayo tumejiwekea. Kwa hiyo mimi nakuhakikishia kwamba uongozi mzima wa mahakama tulijadiliana, tukasema kwamba tutakupa utiifu, unyenyekevu wa hali ya juu ili kukuwezesha wewe utuongoze ili tuweze kufikia malengo ya utoaji wa haki, kwa sababu hayo malengo ni endelevu. Kuna majaji wa rufani ambao wako tayari nyuma yako hapo, watakupa ushirikiano. Jaji kiongozi yuko tayari, mtendaji mkuu wa mahakama, msajili mkuu wa mahakama, hao wote ni viungo ambao wanaunganisha mihimili. Ukiwa una jambo ambalo unahitaji mihimili mingine itoe msaada, hawa ndio viungo. Na kwa kweli ile sheria ya usimamizi wa mahakama, sheria namba 4 ya 2011 imetusaidia sana, kwa sababu imeimarisha uhuru wa mahakama, kwamba serikali na bunge ndio wanasimamia rasilimali. Sasa sisi tunafikia ile rasilimali kupitia mtendaji mkuu wa mahakama na msajili mkuu wa mahakama, kwa sababu mara nyingi jaji au msajili akionekana anazunguka hazina, kuna wengine wanadhani uhuru wa mahakama uko mashakani. Lakini mtendaji mkuu wa mahakama akizunguka hazina, akifanya yote ambayo ameweza kufanya, unaweza kuona kwamba hiyo sheria ni msingi imara sana ambao umetuwezesha kuwa huru zaidi, na vile vile kuweza kupata rasilimali kutoka mfuko mkuu wa serikali. Vile vile utakutana na idara za mahakama ambazo mimi wanaziita idara ambazo zinakoleza maboresho. Kuna kitengo cha maboresho kinasukuma maboresho, idara ya maktaba, idara ya usimamizi wa mashauri, idara ya tehama, idara ya ukaguzi. Hizi zote zitakuwa chini ya mamlaka yako, na chochote unachokitaka kitafanyika katika zama hizi, kitafanyika, kwa sababu hawa wote watumishi wa mahakama siku zote ni watu waaminifu sana, waaminifu sana, na huwa wanasimama nyuma ya kiongozi wao ambaye sasa ni wewe. Sasa kuna siri moja, sio siri, nitakupa ni open secret, kwa sababu jaji mkuu yule aliyetoka Trinidad Tobago, Telford Georges, na jaji mkuu Francis Lucas Nyalali waliongelea sana hiyo siri. Na wabunge mara nyingi wanafahamu kwamba ukitaka kupata ruhusa ya speaker kuzungumza, wanasema you catch the speaker's eye, yani jicho lako limuone speaker, speaker akikuona anakupa nafasi ya kuongea. Sasa hawa majaji wakuu Telford Georges na Lucas Nyalali wanasema jaji mkuu ni lazima jicho lako likamate jicho la Mheshimiwa Rais, muangalie anafanya nini, na hicho anachokifanya kitasaidiaje mahakama. Kama kuna sheria, kama kuna miradi, siku zote unaangalia anachokifanya kitasaidiaje mahakama. Na wewe ni mdau, Mheshimiwa Rais ni mdau muhimu sana, kwa sababu bila uwekezaji wake hakuna chochote ambacho kinaweza kufanyika, kwa sababu anawekeza kwenye rasilimali watu, anaongeza majaji, mahakimu, budget vile vile. Hayo yote yanatokana serikali kuu na bunge. Sasa ni lazima tuwe na ushirikiano. Ingawa ukisikiliza sana mitandao ya kijamii, wanatafsiri hasi ya uhuru wa mahakama. Wengi wanadhani ule ushirikiano na mihimili mingine inaingilia uhuru. Sio kweli, kwa sababu wewe unachotafuta katika ushirikiano ni rasilimali ya taifa
ambayo inasimamiwa na mihimili mingine. Hicho ndio unachokitafuta. Na hata siku moja, na mimi sijawahi hata siku moja kukaa na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Waziri Mkuu tukawa tunaongelea mambo ya kesi hata siku moja. Kwanza sina majalada hapa. Siku zote unaongelea mambo ambayo yana maslahi makubwa. Kwa hiyo zile tafsiri kwamba ukionekana unafuatilia ni kuingiliwa, nadhani hiyo sio kweli. Na siku zote fuatilia hotuba za Mheshimiwa Rais, kwa sababu mle ndani kuna ahadi fulani ambazo anazitoa, unaweza kuzitumia kama silaha. Nakumbuka tarehe 22 mwezi wa 4, huu ulikuwa ni mwezi mmoja tu baada ya Mheshimiwa Rais kukabidhiwa uongozi wa nchi, alilihutubia bunge la 12. Sasa kuna maneno ambayo aliyasema siku zote huwa anatembea nayo mfukoni, kwa sababu ukikutana naye unamkumbusha hii ahadi ulitoa. Mtendaji mkuu akienda hazina anaionyesha, Mheshimiwa Rais alisema hivi, na alisema tutashirikiana pia na muhimili wa mahakama katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki, ikiwemo kuendelea kujenga miundombinu ya mahakama, kuongeza idadi ya majaji na mahakimu na kukuza matumizi ya tehama ili kuongeza kasi ya usikilizaji wa kesi na uwekaji wa kumbukumbu. Kwa hiyo unaweza kuta Mheshimiwa Rais ana interest kwamba mahakama itoe haki na iwe na rasilimali ya kutosha ili iweze kutoa huduma, kwa sababu anaelewa maendeleo yoyote ya kiuchumi hayawezekani bila kuwa na mahakama huru, bila kuwa na utawala wa sheria. Kwa hiyo ni mdau muhimu sana, na ndio maana ukiangalia programu zetu za maboresho tumejaribu kujiegesha kwenye dira ya maendeleo ya taifa ambayo ina 2025, kwa sababu ile dira ndio ina ahadi ya rasilimali. Sasa tukasema tukitengeneza mpango mkakati ambao umejiwekesha kwenye dira, tunaweza kwenda kupata rasilimali kwenye huo mfuko ambao na sisi tunastahili. Sasa hiyo mipango yetu mikubwa ambayo tumefanya ni kwa sababu tulisoma wenzetu wanafanya nini, kama wana programu ya Tanzania ya kidijitali, kuna mambo ya kunufaika, tunasema na sisi ni sehemu ya Tanzania ya kidijitali. Na ndio maana tunasema sisi mahakama, sisi ni sehemu ya safari yoyote ya dira ya taifa ya maendeleo. Kuna msemo mmoja ambao umesemwa mwaka 1960, Rais wa Marekani Jeff Kennedy alitoa lengo au dira kwamba ndani ya miaka 10 Marekani itamfikisha mwanadamu katika mwezi. Kwa hiyo siku moja mwaka 1962 akawa anatembelea sasa katika lile eneo la kutengeneza rocket za kwenda mwezini. Akamkuta mfagizi ambaye huwa analinda lile jengo. Akamuuliza, na wewe unatafuta nini katika eneo hili la kisayansi? Yule akamjibu akasema, ninasaidia kumfikisha mtu kwenye mwezi. Kwa hiyo dira ya taifa ya maendeleo inatakiwa kutufikisha huko tunatukotakiwa kwenda. Sasa sisi mahakama hatuwezi kubaki nje, tunatakiwa kuwa kama yule mfagizi ambaye alisema, na sisi tunataka kuenda kwenye hiyo Tanzania ambayo Mheshimiwa Rais unaiahidi katika dira ya taifa ya maendeleo. Kwa hiyo hilo niliona niliseme sasa hivi, kwa sababu kuna ule upotoshwaji kwamba ushirikiano unatafsiriwa kama kuingilia uhuru. Ushirikiano kamwe hauingilii uhuru. Ushirikiano unatusaidia kuweza kupata rasilimali ambazo tunastahili kupata, kwa sababu uchumi na maendeleo ya nchi hayawezekani bila kuwa na mahakama. Jambo lingine ambalo pengine nirejee historia vile vile, wakati baba wa taifa anamuaga Jaji Mkuu Georges, yule aliyetoka Trinidad na Tobago, kwanza alimsifu Jaji Mkuu Georges kwamba
anavyotafsiri uhuru wa mahakama. Jinsi yule jaji aliyotoka nchi nyingine alivyokuja alikuwa anatafsiri uhuru wa mahakama. Akasema uhuru wa mahakama ni kutoitenga mahakama na historia, maisha na uchumi na ustawi wa nchi. Na Mwalimu alisema uhuru wa mahakama kwamba katika kusikiliza mashauri na katika kufikia uamuzi hakuna atakayekuingilia. Lakini kuna mambo mengine mengi ambayo wewe ni sehemu ya ustawi na maendeleo ya nchi, ni lazima utafute hizo resources ziweze kusaidia huo uhuru. Kwa hiyo ndio tafsiri ambayo imekuwa ikiongoza mpango mkakati wa mahakama kwa miaka 5, kwamba tuna mipango, tunaenda kwa mdau, tunamuomba sasa, Mheshimiwa mdau mkuu, tunaomba utusaidie kufikia haya malengo. Pengine haraka tu ni kuambie kwamba tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uwezeshaji, hasa katika kuhakikisha kwamba fedha za Benki ya Dunia zinapatikana. Tulipata milioni 65, dola milioni 65 awamu ya kwanza, tukafanya maboresho. Sasa yale maboresho hayakutokana na nguvu yetu tu, ni nguvu ya hizo fedha. Na Mheshimiwa alipokabidhiwa nchi mwaka 2022, mwaka mmoja baada ya kukabidhiwa nchi, aliridhia mkopo wa pili ambao ulikuwa ni mkubwa sana kutoka Benki ya Dunia. Haya yote ni kwa nini? Kwa sababu anatambua kwamba utoaji wa haki ni sehemu muhimu sana ya maendeleo ya nchi, kwamba ukiwa na mahakama imara, mahakama inayofuata sheria, taratibu, inaleta utulivu ambao tunauhitaji katika shughuli zetu. Sasa kuna ahadi ambazo Mheshimiwa Rais alizitimiza, lakini utekelezaji wake haujakamilika. Kwanza, kuna miradi 12 ya mahakama za mwanzo zinazojengwa kwa fedha ya ndani. Na nadhani Mheshimiwa Rais atafurahi sana kabla kipindi hiki cha urais cha kwanza kijaisha, miradi hiyo imekwisha. Kuna mahakama za mwanzo 60 ambazo zinajengwa kwa fedha za mkopo wa Benki ya Dunia, zinaendelea kujengwa. Fedha zimeshatoka, zinatakiwa kujengwa. Tusipoteze hiyo nafasi. Alafu kuna ujenzi wa mahakama za wilaya 14 zinaendelea kujengwa. Hizi zinajengwa kwa fedha za ndani, ikiwemo mahakama ya wilaya ya Chamwino. Nadhani tuko Chamwino. Mahakama ya wilaya ya Chamwino ni moja ya wilaya ambazo hazina mahakama ya wilaya. Wilaya zingine ni Mbulu, Simanjiro, Kibiti, Kalambo, Kishapu, Nyasa, Masasi, Kilosa, Tunduru na Chingwea, Tarime, Uyui na Mkalama. Sasa hizi zote tunatakiwa tuzimalize kabla uhai wa fedha za Benki ya Dunia na bajeti haijaisha. Vile vile kuna majengo 9 ya vituo jumuishi ya utoaji haki: Geita, Simiyu, Songea, Songwe, Singida, Lindi, Njombe na Pemba. Hizi tunatakiwa tuzimalize kabla ya tarehe 31 Disemba. Fedha zimeshatoka, tunatakiwa tumalize. Kwa hiyo unaweza kuona kwa kiasi gani Mheshimiwa Rais ametuwezesha sana sana sana. Na naamini utaendelea kuangalia jicho lake, utaendelea kufuatilia anachokisema. Chochote ambacho kina manufaa kwa mahakama, wewe utakichukua, utawaletea ambao wapo, tutaendelea. Nimalize kwa kukutakia Mheshimiwa Rais kila laheri katika kukamilisha mipango yako mikubwa ambayo ni kwa manufaa yetu wote. Mungu akubariki, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki mahakama ya Tanzania, Mungu mbariki Jaji Mkuu George Masaju. Nashukuru sana. Asante Profesa Ibrahim Hamisi Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania mstaafu. Na sasa kwa heshima na taadhima, naomba nimkaribishe Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, kwa neno la shukrani. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu
wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Juma Ibrahimu, Jaji Mkuu mstaafu, na kaka yangu, mwalimu wangu, Mungu aendelee kukubariki sana. Mheshimiwa Jaji Abdara, Jaji Mkuu wa Mahakama ya Zanzibar, Mahakama Kuu ya Zanzibar, Mheshimiwa Barozi Moses Kusiluka, Katibu Mkuu wa Rais na Katibu Mkuu Kiongozi, waheshimiwa viongozi wa serikali mliopo, na kama mtakumbuka mshereheshaji amesema neno fupi la shukrani, na hofia kuwataja wote zile muda ukao umeisha, lakini natambua uwepo wa waheshimiwa majaji wa Mahakama ya Rufaa wakiongozwa na Amidi Mheshimiwa Jaji Augustino Ramadhani Jaji Augustino Mwarija tambua uwepo wa jaji kiongozi Mheshimiwa Mustafa Siani, tambua uwepo wa mwanasheria mkuu wa serikali ndugu yangu Hamza Johari, tambua uwepo Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damasi Ndumbaro, tambua uwepo Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Uratibu na Bunge Mheshimiwa William Lukuvi, tambua uwepo wa mwalimu wangu na Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo Mheshimiwa Profesa Kabudi. Pia natambua uwepo wa mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Shinyambari. Tambua uwepo wa kamishina wa maadili Mheshimiwa Jaji Sivangeri Mwangesi. Tambua uwepo wa mtendaji mkuu wa mahakama ndugu yangu Profesa Ore Gabriel. Tambue uwepo wa katibu wa bunge ndugu yangu Baraka Leonard. Mwisho ni kule nitambue uwepo wa katibu mkuu Ikulu ndugu yangu Mururi Majura Maendeka. Lakini tambue uwepo wa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wakiongozwa na mkuu wa majeshi General Jacobo Mkunda, na mheshimiwa mahakimu mliokupata fursa pia kujumuika na sisi. Natambua uwepo wa viongozi wa dini. Sisi kuwepo kwenu ni faraja sana, na Mungu aendelee kuwabariki sana. Wengine wamesafiri kutoka mbali kuja kwa ajili ya tukio hili muhimu, kwa ajili ya kuendelea kutuombea kwa ajili ya amani na ustawi wa taifa hili. Lakini pia nitambue uwepo wa watumishi wote wa Ikulu ambao mimi nimepata kufanya kazi nao katika awamu mbili tofauti, na leo wako hapa. Pengine bila ushirikiano wao na mimi nisingepata fursa ya kusimama mbele yangu hapa. Wengine hawako hapa, lakini nimefanya kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, nao nitambue uwepo walioko hapa. Siwezi kukumbuka, na mliona na miwani hii wakati fulani kwa mbali kule siwezi kuona, lakini nitambue uwepo wa waandishi wa habari, na hao walinisaidia sana wakati wote ninapofanya kazi. Leo sitakuwa na mengi ya kusema, ni siku ya shukrani. Huwa nina mahusiano na wao, na hata msije mkanihoji baada ya hapa, ila sitakuwa na la kuzungumza. Kusema kweli sitakuwa na la kuzungumza. Na Profesa Ibrahim Juma amenisaidia sana, na hili mimi sio jukwaa langu leo, ni jukwaa la Mheshimiwa Rais wetu, na yeye ana shughuli nyingi. Kwa hiyo nisingependa kuharibu siku ya leo, siku ya furaha, siku ya shukurani, siku ya tufu ya kutafakari maisha yetu ya baadaye baada ya hapa, lakini na siku ya kama ya ibada vile, kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa kuwezesha tukio hili. Kwa hiyo na Watanzania ambao wanafuatilia tukio hili, na washukuru sana. Mungu aendelee kuwabariki sana. Mheshimiwa Rais, kama nilivyotangulia kusema, namshukuru Profesa
kwa yale aliyosema hapa, mimi amenifanya kazi yangu kuwa rahisi kwa tukio hili la leo. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniwezesha, kwa rehema na fadhili zake, kwa kuniwezesha kufikia hatua hii. Kila siku ya Mungu huwa nasoma Zaburi ya 103. Kila siku ya Mungu inayokuja huwa nasoma Zaburi ya 103. Kwamba uwepo wangu mimi na udhaifu wangu na dhambi zangu na maovu yangu unategemea tu rehema na fadhili za Mwenyezi Mungu. Na ndio maana muda wangu mwingi pia huwa nautumia kwa ajili ya ibada. Na Mheshimiwa Rais, nilipokuja hapa, kitu cha kwanza uliniambia, Masaju, na kufahamu usiache kwenda kwenye ibada. Nilikuwa nenda kwenye ibada nikiwa na imani kubwa kwamba nina kibali cha Mheshimiwa Rais wetu. Maana hapa Ikulu watu wengine wasije wakasema huyu anamdharau rais, ashiriki shughuli za rais. Lakini nilikuwa nenda kwenye ibada, nina amani sana. Na ni mara mbili tu nilikuja nadhani, na nilikwambia siku ile kwamba Mheshimiwa Rais, inapobidi nitakuja. Katika maisha yangu ya kukaa hapa nilishiriki matukio mawili. Nilipokuja siku ya Sabato. Kwa hiyo nakushukuru sana. Ninakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniona nafaa, kuniamini, ukaona kwamba naweza kuendelea kukusaidia kuongoza muhimili wa mahakama ya Tanzania, ambao ni moja wapo ya mihimili mitatu inayounda serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki sana katika maisha, katika utumishi na shughuli zako za umma za kila siku. Na kama nilivyosema mwanzoni, Profesa amenihakikishia mimi ambacho ningeweza kukisema. Ninachoweza kusema tu mbele yako Mheshimiwa Rais ni kwamba sisi kazi yetu muhimili wa mahakama ni kutoa haki. Na katiba katika ibara 107 capital A na capital B imetueleza kanuni zinazotuongoza. Na katika hizi sheria zote zinazotungwa huwa zina mambo matatu. Zinazungumza masilahi ya haki, masilahi ya umma na masilahi ya taifa. Sheria zote ukiziangalia ndivyo zilivyo. Na katika kutoa haki tumepewa kanuni ambazo zinatuongoza. Na mojawapo ya kanuni ni kutenda haki kwa watu wote bila kujali hali ya mtu kiuchumi na kijamii. Lakini pia kuharakisha utoaji haki isipokuwa kama kuna sababu ya msingi. Lakini pia kutofungwa na masharti ya kiufundi yanayoweza kusababisha haki kutotendeka ipasavyo. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo sisi katika mahakama ya Tanzania tutaendelea kulisimamia. Ulipokuja kutuzundulia majengo yetu siku ile, nadhani ilikuwa tarehe 4 au tarehe 5 mwezi wa 4, mimi nilikuwa umenituma kazi kule Ngorongoro. Nilikusikiliza kwenye YouTube kwa ile hotuba. Ulisema hivi, serikali imeimarisha miundombinu ya mahakama. Kuna vituo ama jengo haya haki jumuishi, vituo vya haki jumuishi. Na sasa Mheshimiwa Rais amesema imebaki 9 vya kukamilishwa. Mule huko kuna masijara, kuna vyumba chambers za majaji, wakati fulani wanaweza wakakaa 4 5. Nilichokuelewa mimi ni kwamba kana kwamba unatuelekeza au kutushauri tuangalie, na kwa sababu sisi moja ya kanuni zetu kule mahakama ni citizen centric service, yani kwa Kiswahili yani huduma zinavyolenga mwananchi wa kawaida. Kwa nitaenda kushauriana na wenzangu tuone namna gani tunaweza kutekeleza maelekezo haya ili kusogeza huduma zetu karibu na wananchi. Na hii ina faida kwa sababu hii moja ya njia ambayo inaweza kuharakisha utatuzi wa hii migogoro, yani watu kupata haki zao mapema. Na kuna masuala pia ya kiuchumi na Jaji Mkuu ameyazungumzia. Senta kama ya Dar es Salaam ndio mji mkuu wa kibiashara. Ameongelea juu ya ustawi. Na sisi mahakama tuna mchango.
Nitashauriana na wenzangu kuona namna gani tunaweza kuboresha hivi. Kwa mfano, tunaweza tukawa na mahakama ya rufaa ambayo inafanyia kazi permanently Dar es Salaam, Mwanza, Arusha au hata Mbeya. Hayo ni mambo ambayo Mheshimiwa Rais kwa sasa siwezi kusema nikiwa na confidence, kwa sababu ni mambo ya kwenda kushauriana na wenzangu namna gani tunaweza kuyafanya ili kurahisisha. Tukifanya hivi, uchumi utaenda haraka, watu watapata haki zao kwa haraka, na Mungu ataendelea kulibariki taifa letu hili. Na la pili ambalo pia Mheshimiwa Rais ningeomba na nakuomba sana Mheshimiwa Rais, ninapoendeleza pale Mheshimiwa Jaji Mkuu alipoishia, kuna kipindi tulikuomba kuhusu ile zumari iliyopigwa kule Zanzibar. Na kwa kawaida zumari ikipigwa Zanzibar usikika maziwa makuu. Na kwa hiyo ninachokuomba Mheshimiwa Rais, kwa muda mrefu sikumbuki pamoja na kukaa kwangu hapa Ikulu kwa miaka mingi, kama kuna rais, labda Profesa Ibrahim na Profesa Kabudi, wao kwa vile ni watafiti wanaandika, kama kuna rais kuanzia kwa Mwalimu Nyerere mpaka sasa aliyewahi kwenda kufanya mkutano na majaji kwa pamoja, sikumbuki. Kama kuna rais basi wa aina hiyo, si vibaya tena. Nawe Mheshimiwa Rais, tunakuomba sana kwa wakati wako mwafaka, kutokana na ratiba zako na mambo mengi, ni kuombe na kukualika kwa niaba ya wenzangu, basi utenge muda uje uzungumze na watumishi wa mahakama wote, wakiwa majaji. Kama muda utaruhusu tutazungumza na utaunganisha wote, lakini tunaweza tukaanza na majaji kwa sababu muda wako ni mdogo. Kwa hiyo katika hapo tutazungumza mambo mengi, mazingira ya kazi zetu, namna gani usikivu kuimarisha usikivu wa ile zumari iliyopigwa Zanzibar na huku kwetu inasikika. Kwa hiyo baada ya kusema haya Mheshimiwa Rais, sina mambo mengi ya kusema. Na kama nilivyosema, profesa amenisaidia sana kwa yale ambayo ningeweza kusema, na leo hii sio forum yangu. Narudia kusema na kuwashukuru ndugu zangu ninyi wote mliokuja, viongozi na watumishi wenzangu, kwa kutenga muda wenu kuja kwenye tukio hili, kusherekea siku hii, kumshukuru na kumtukuza Mwenyezi Mungu ambaye mimi naendelea kumuomba siku zote aendelee kunisimamia kwa ajili ya utumishi katika nchi hii. Mimi naendelea kuwa mtumishi wa umma. Nilipoapishwa kuwa naibu mwanasheria mkuu wa serikali, waandishi wa habari waliniuliza, nikamwambia sikiliza, mimi ni mtumishi, mniiteni tu mtumishi. Nikaeleza sababu kwa nini. Nikamwambia kwa mujibu wa sheria utumishi wa umma, mimi ni mtumishi wa umma. Kwa mujibu wa ibara 35 ya katiba, mimi ni mtumishi wa serikali. Lakini rais nilikusikia kule Zanzibar wakati tunamwapisha naibu waziri mkuu kwamba sisi viongozi ni watumishi wa umma. Tunatokana na watu, tunawajibika kwa watu. Na niliogopa sana kujitutumua. Wale wote niliofanya nao kazi ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, hata akiwa alikuwa mhudumu, siku zote wananiita mimi ni mtumishi. Sio mtumishi wa kanisani, mtumishi wa umma. Kwa nabaki kuwa mtumishi wa umma pamoja na kwamba na cheo hiki. Kwa waandishi wa habari, nitangulia kusema, sisi huku serikalini huwa tunawasiliana kwa maandishi, kwa barua, na mambo mengi ni asili. Lakini ukitaka communicate na public, ukitaka kuwasiliana na umma, lazima watafute watu wa vyombo vya habari. Kwa hiyo mimi milango yangu iko wazi. Serikali yako hii imefanya mambo makubwa chini ya kipindi hiki. Mahakama imekuwa ikiyaeleza, lakini mengine basi tu watu hawazingatii. Tutaendelea kuengage waandishi wa habari kusudi watusaidie kueneza mambo mazuri yanayofanywa na mahakama. Mheshimiwa Rais, naomba nisikuchoshe, una ratiba nyingi. Kwa mara nyingine tena nakushukuru. Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki, na wote mliokuja kushangilia na kusherehekea swala hili, Mungu aendelee kuwabariki sana. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa George Masaju, Jaji Mkuu wa Tanzania, tunakushukuru. Na kwa heshima na taadhima naomba kumkaribisha Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya salamu fupi. Mheshimiwa Spika, karibu.
Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wote mlioko hapa. Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa fursa ya nami kusimama hapa siku ya leo, na moja kwa moja nianze kwa kumpongeza sana Jaji Mkuu mpya wa taifa letu, na tunakutakia kila laheri katika utekelezaji wa majukumu yako, na kwa ushirikiano ule ambao ameusema Jaji Mkuu mstaafu, tutaendelea kutoa ushirikiano kwa mahakama kwa sura ambayo tunatakiwa kufanya hivyo kikatiba. Labda Mheshimiwa Rais, jambo moja tu ambalo amelieleza kwa kirefu sana Jaji Mkuu mstaafu, ikiwa ni hoja ya ushirikiano kati ya mihimili mitatu, kwa maana ya serikali, Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia mahakama. Pengine fursa hii ni nzuri kwa sababu vyombo vya habari viko hapa. Ni muhimu wa Tanzania wakafahamu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anazo nafasi nyingi ambazo zimetajwa kikatiba, na kila nafasi imewekewa majukumu yake tofauti. Mheshimiwa Rais anapokuwa anashirikiana na mahakama kama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ni mkuu wa nchi, anayo majukumu aliyopewa kikatiba kama mkuu wa nchi. Na akiwa mkuu wa nchi pale juu, sisi wengine tunakuwa hapa chini. Mmoja anakuwa mkuu wa mahakama, muhimili wa mahakama, mwingine anakuwa mkuu wa muhimili wa bunge, na mwingine anakuwa mkuu wa muhimili wa serikali. Kwa hivyo Rais anayo nafasi kama mkuu wa nchi kisha mkuu wa serikali. Sasa yako mazingira ambayo pengine wa Tanzania, kwa sababu ya mazingira yaliyopo sasa hivi na taarifa watu za upotoshaji kwa namna ile, basi huwa wanamtazama Rais kwa sehemu moja tu kama mkuu wa serikali, na kwamba akisema jambo fulani basi anakuwa na mihimili mingine pengine inakuwa inaingiliwa labda kwa namna moja au nyingine. Lakini uhalisia ni kwamba nchi hii mihimili yote inachukua mamlaka yake kutoka kwenye katiba. Vivyo hivyo hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania majukumu yake yako kikatiba. Kwa hivyo ni muhimu kama ulivyosema Jaji Mkuu mpya sasa, maana umesha hapa kwa hivyo sio mteule, kwamba unapozungumza na vyombo vya habari ni muhimu sana wananchi wakawa wanaelezwa taratibu, lakini lazima wafahamu tofauti ya hii mihimili, lakini pia kumweka Rais mahali anapostahili. Sio mara zote anakuwa akitoa maelekezo au akisema jambo fulani kama mkuu wa serikali. Mazingira yake ni kwamba anaweza kutoa maelekezo kama mkuu wa nchi, lakini wakati mwingine kama mkuu wa serikali. Kwa hivyo lazima wananchi wapate hiyo fursa, na ndio maana nimesema hapa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litaendelea kushirikiana na mahakama, kwa maana ya kwamba sisi ni kazi yetu kutunga sheria, lakini tukishatunga sheria ni kazi ya mahakama kutafsiri sheria, wakati ni kazi ya serikali kutekeleza sheria. Kwa hivyo hata hapa juzi mahakama imetoa uamuzi ambao nimesikia watu mahali wanasherekea kana kwamba wameshinda lottery hivi. Nikashangaa sana, nikasema hawa ni wanasheria kweli, wanaijua katiba? Kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatupa fursa kama bunge kutunga sheria. Inaipa mahakama kazi ya kutafsiri sheria. Mahakama ikisha tafsiri hiyo sheria, ni kazi yetu bunge sasa kuchukua hatua. Na wakati mwingine, kwa upande mwingine, mahakama inaweza ikatoa hukumu fulani, lakini bunge likiona hii hukumu iko namna fulani, tunatunga sasa sheria kuweka ile misingi, kuweka ile mipaka. Kwa hivyo lazima wananchi wafike mahali ambapo kwa kweli wataelewa kazi ya hii mihimili, na pia kumweka rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mahali anapostahili, na kumtofautisha na Jaji Mkuu, kumtofautisha na Spika, wakati huo huo hata yeye kumtofautisha anapofanya kazi kama mkuu wa mhimili wa serikali. Mheshimiwa Jaji Mkuu, tunakutakia kila laheri katika utekelezaji wako, na Mheshimiwa Rais pia tunakutakia kila laheri katika yale yaliyo mbele yako. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima na taadhima, naomba sasa kumkaribisha Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
kwa salamu fupi na baadaye aweze kukukaribisha wewe, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jaji Mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa mawaziri, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa majaji kwa ngazi mbalimbali na wadau wote ambao mko hapa. Mheshimiwa Rais, naomba nitumie nafasi hii ndogo kutekeleza jukumu langu la kukukaribisha. Lakini kabla sijakukaribisha, nitumie nafasi hii kukupongeza kwa kutekeleza majukumu yako vizuri kwa mafanikio, na tunaona maendeleo ya nchi yanaendelea kupaa. Jana ulikuwa na jukumu kubwa la kukagua mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa Msalato, mradi wa kimkakati nchini, lakini pia ujenzi wa barabara ya mzunguko Dodoma, barabara ambayo itarahisisha kuondoa msongamano katikati ya jiji. Haya yote ni miongoni mwa mambo makubwa mazuri ambayo unaendelea kuyafanya katika nchi hii, na tunatambua siku 2-3 zijazo utakwenda kwenye tukio moja kubwa kabisa la kuzindua daraja la Busisi Kigongo ambalo umelisimamia na limeweza kufikia hatua nzuri. Sisi wasaidizi wako tutaendelea kutekeleza majukumu yetu ili kufikia malengo uliojiwekea, Mheshimiwa Rais. La pili, nitumie nafasi hii kukupongeza kwa kumuona Mheshimiwa Jaji Masatu ambaye pia amekuwa mtumishi mwema bora kabisa kwenye sekta ya mahakama. Leo hii umemwona na kumteua kuwa Jaji Mkuu wa Tanzania. Nataka nitumie nafasi hii kupongeza sana Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania kwa kuona, kuaminiwa na kuteuliwa, na leo hii rasmi kuwa Jaji Mkuu. Tunakutakia kazi njema na sisi tutakupa ushirikiano wa dhati. Kwa hiyo milango yetu iko wazi. Maelezo mazuri ya mahusiano ya serikali pamoja na mahakama yameelezwa vizuri, sikusudi kuyarudia. Lakini mshukuru pia Jaji Mkuu mstaafu. Tumefanya naye kazi vizuri katika kipindi chote na tumepata mafanikio makubwa ya maboresho yaliyofanywa ndani ya mahakama Tanzania chini ya usimamizi wake. Leo hii anahitimisha utumishi wa umma, lakini bado atakuwa mtumishi wa umma kwa sababu tutahitaji pia kupata busara zake katika utendaji wetu wakati wote. Tunakutakia majukumu mema, tuko pamoja nawe na wala usisite, sisi tuko pamoja na wewe katika shughuli mbalimbali. Mheshimiwa Rais, jukumu lilopewa la kukaribisha ili uweze kuzungumza na Watanzania kupitia kikao hiki, na kwa hiyo karibu sana Mheshimiwa Rais. Asante sana kwa kunisikiliza. Waheshimiwa, tukae. Waheshimiwa viongozi, Waziri Mkuu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Katibu wa Bunge, Mheshimiwa Jaji Mkuu George Masatu, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu, waheshimiwa mawaziri mliopo hapa, Katibu Mkuu kiongozi na makatibu wakuu mliopo, Mheshimiwa Jaji kiongozi, kinini watambue majaji katika ngazi zenu tofauti, mtendaji mkuu wa mahakama, mwanasheria mkuu, vyombo vya ulinzi na usalama, rais wa TLS, viongozi wa dini, vyombo vya habari mliopo nasi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa
Nami niungane na walionitangulia kumshukuru Mungu kutanisha leo hapa kwa ajili ya kuapisha jaji mkuu, lakini pia nishukuru muhimili wa mahakama kwa ushirikiano mkubwa wanaonipa katika kazi zangu. Ndugu zangu, leo ni siku ya kihistoria ambapo tunaapisha jaji wa 9 kama alivyosema jaji mkuu mstaafu wa hapa Tanzania, lakini kwa jaji mzalendo nadhani atakuwa jaji wangapi? wa 7 kwa jaji mzalendo, jaji wa 7 mzalendo. Lakini kubwa zaidi kwamba tunamwapisha hapa Dodoma, ambao hakuna jaji mkuu amewahi kuwa hapa Dodoma, na hapa kipindi ambacho mahakama ilishahamia kikamilifu Dodoma. Kwa hiyo hongera sana Jaji Masaju. Nikupongeze jaji mstaafu Ibrahim Hamis Juma, jaji unayemaliza muda wako wa utumishi. Wakati unazungumza nilikuwa na kuangalia na sijawahi kukuona ukiwa na furaha na kuchangamka. Ulishazungumza nikiwepo kwenye hadhira kadhaa, lakini leo nimekuona uko mwepesi, umechangamka, unasema Mungu asante, nimelivua ili zigo. Nakupongeza sana, lakini kushukuru kwa kazi kubwa sana ambayo umeifanya ndani ya mhimili wa mahakama. Umefanya kazi kubwa sana ya kuendeleza na kuleta mageuzi ndani ya mahakama, pamoja na kushikwa mkono na serikali, lakini uongozi wako ndani ya mahakama ndio umeleta mageuzi yale. Umeweza kuleta mageuzi ya kimiundombinu na bado umeacha kazi inaendelea, lakini kimifumo na kiutendaji. Siku nafungua jengo la mahakama hapa Dodoma, nilipelekwa kwenye chumba kiko basement chini huko. Kichumba hicho ni kama baola, kama sinema ya mahakama. Huko unaona kila kitu kinachotokea kwenye mahakama zetu saa hiyo hiyo wakati huo. Kama jaji kaahirisha kesi, hicho kichumba kinakwambia hii kesi namba ngapi huku Mwanza imeahirishwa sasa hivi saa fulani. Kesi hii imeshahukumiwa hii, nikasema yes. Hii ndio mahakama yetu. Na aliniambia kwamba chumba kile ni cha pili, Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu. Tumezidiwa na nchi moja ambao nao pia wamekuja kuangalia tulivyofanya. Kwa hiyo ni cha pili ulimwengu mzima kuliko hao walioendelea sisi tunacho. Kwa hayo ndio mageuzi makubwa ambayo jaji mstaafu, jaji mkuu mstaafu umetusaidia kuyaleta. Umeandika historia na umeacha legacy kubwa. Na kutokana na hayo umeweza kukuza imani ya Watanzania kwa mahakama yao. Najua kwamba katika miaka 3 mfululizo kila tukifanyiwa tathmini duniani, imani ya Watanzania kwa mahakama yao imekuwa ikipanda. Kwa hiyo tunakushukuru sana. Lakini kama ulivyosema hapa, umekuza ushirikiano na mihimili mingine ya dola. Jua dola inafanywa na mihimili 3 kwa katiba yetu hapa Tanzania: mahakama, bunge na serikali. Sasa mihimili hii, ili dola iende vizuri, mihimili hii lazima ishirikiane. Sasa wale wenye tafsiri kwamba serikali kushirikiana na mahakama ni dhambi, hapana. Mahakama haitaweza kufanya kazi zake kama hakushirikiana na serikali. Kwa hiyo ulifanya vizuri katika mhimili wa mahakama, na ndio maana mambo yote haya yakawa yametekelezwa vizuri. Lakini nadhani ni kipindi ambacho wewe ukiwa jaji mkuu na mimi nikiwa hapa ndio tumeajiri majaji wengi zaidi, kuipa mahakama watumishi wengi zaidi, pamoja na mabadiliko mengine yanayoendelea. Kwa ujumla Mheshimiwa Jaji Mkuu mstaafu, mimi nikushukuru sana kwa utumishi uliotukuka,
na niliwiwa kukupa nishani kwa utumishi ule. Kwa nakushukuru sana. Nikuombee uende ukapumzike kwa furaha, lakini Mwenyezi Mungu akuongoze katika shughuli ulizozipanga baada ya kustaafu. Lakini kama alivyosema Waziri Mkuu, serikali tutakapokuhitajia wakati wowote, tunaomba uturuhusu tukutumie, kwa sababu umestaafu lakini bado una nguvu, na tusingependa kuitumia hiyo brain ambayo unaitoa kwenye muhimili. Kwa hiyo turuhusu tukutumie wakati wowote ambapo tutatarajia. Kwa Jaji Mkuu mpya, matarajio ya Watanzania ni kuona mahakama inaendelea zaidi kutoka hapa tulipofika. Majengo, watendakazi, mifumo na yote yaliyoko mahakamani yanahitaji kuendelezwa, na Jaji Mkuu mstaafu amesema vizuri hapa kwamba bado kuna miradi ambayo inaendelea, mengine fedha zake zipo, mengine fedha za kutafutwa, lakini kuhakikishia ushirikiano wa serikali kwenye kukamilisha miradi hii. Lakini matarajio ya Watanzania pia ni kuona mahakama ikiendelea kusimamia haki ndani ya nchi na haki zetu nje ya nchi. Kwa hiyo hilo nalo ni jukumu kubwa ambalo Watanzania tunatarajia utalisimamia. Katika kusimamia haki, siku ya sheria ya mwaka huu Februari 1, Februari 2, siku ya sheria ya Tanzania, nilisema kwa majaji kwamba kazi yetu ni kusimamia haki. Kazi ya kutoa haki ni kazi ya Mungu, lakini kwa duniani kazi ya haki ni kazi ya majaji. Lakini nikasema kwa Mungu kumezidi mambo mawili. Kuna kudra, kuna jaala. Anaweza kufanya lolote kwa kudra zake, akakadiria lolote likamtokea mtu au nchi au kundi. Lakini kuna jaala, anaweza akakujalia chochote kingine. Lakini sisi majaji hatuna kudra wala jaala. Kazi yetu ni kusimamia haki, na ni kusimamia haki kwa misingi tuliojiwekea. Kwa hiyo naomba nilisisitize hilo, tuendeni tukasimamie haki. Na kama nilivyosema, serikali kwa upande wetu tafanya kila linalowezekana kuendeleza ufanyaji kazi wa mahakama, kama vile nilivyosema au nilivyoahidi wakati nalihutubia bunge kwa mara ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka 2021. Tutaendelea kufanya hayo ili mahakama ya Tanzania isimame vizuri na iwe ni moja katika mihimili wenye hadhi duniani. Jambo jingine nalotaka kukusisitiza ni kuendelea na utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai. Nenda kaangalie yepi tayari tumetekeleza, yepi bado, na tuone jinsi tutakavyoendelea kuyatekeleza ili haki isimame vyema ndani ya nchi yetu. Zumari ya Zanzibar. Zumari ya Zanzibar huwa naisikia kwenye ngoma inaitwa Msewe au Kibati. Sasa unayoisema wewe sijui ipi, kama ya Msewe au ya Kibati. Lakini nadhani tanongona na Jaji Mkuu nijue uko Zanzibar wamepuliza zumari gani ambayo na nyinyi mnaidai huku. Lakini nadhani nilipata, kama ndio zumari yenyewe hiyo, nilipata na tumeanza kushughulikia. Lakini pia nikubaliane nawe kwamba labda tukae kwenye kikao na majaji na watumishi wa mahakama ili ile zumari sasa muipulize wenyewe, isipulizo kutoka kule. Kuna kipindi nilijaribu kuomba mkutano na majaji, lakini nikaambiwa unawajua majaji wewe. Nikarudi nyuma kidogo, nikasema ngoja basi niendelee kuwasoma. Sasa kwa sababu Jaji Mkuu umenialika mwenyewe, basi mimi niko tayari kuja kufanya kazi na nyinyi. Lakini hitimishe kwa kurejea pongezi zangu kwako Jaji mstaafu
kwa kukamilisha kazi hii bila makando kando. Hongera sana. Lakini pia kwa jaji mkuu mpya, nikupongeze lakini nikupe pole, kwa sababu mzigo huu si mdogo. Mzigo huu si mdogo, una kazi ya kufanya. Jaji mstaafu alikwambia wewe huhitaji uwanja mkubwa sana wa ndege ili uweze kuruka kwa sababu una uzoefu. Na mimi nataka nikupe moja tu. Kama ni mfano ni ndege, ukiwa angani ndege hukaribia kuisha mafuta. Sasa unapokaribia kuisha mafuta, hiyo ndege usende kuifanya wanasema nini? Nose diving, nose crashing. Hapana. Tafuta kiwanja cha karibu, tua, jaza mafuta, uruke tena. Sasa unapotaka kujaza mafuta, mimi nifanye ndio mtumishi wako wa kukuwekea yale mafuta kwenye ndege yako, ili uweze kuruka tena na safari iendelee. Baada ya kusema hayo, na kutakia kila la kheri, na Mungu akupe hekima na busara uweze kuifanya kazi hiyo vyema. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kitakachofuata Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima, ni picha za kumbukumbu. Naomba ridhaa yako. Asante. Brass band kwa dakika moja kati tunafanya maandalizi. Mheshimiwa Rais, naomba ukae kwenye kiti chako.